tunamshukuru Mungu aliyetujalia neema ya kutupa siku hii ya leo, siku ambayo usharika wetu una matukio ya baraka, ikiwa ni pamoja na hili la kuweka jiwe la msingi au jiwe la pembe la ujenzi wa nyumba ya kanisa katika mtaa huu wa Sayuni. Aidha, tunamshukuru Mungu aliyekuongoza wewe pamoja na wageni mbalimbali uliofuatana nao na kukufikisha salama katika usharika wetu. Kwa namna ya pekee tunapenda kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali ombi la usharika wetu la kufika na kufanya huduma hii ya kuweka jiwe la pembe katika mtaa huu. Washarika wa Pumwani, tunakukaribisha sana baba. Karibu Pumwani na Mungu akutumie kwa ajili ya utukufu wake. Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Fredrick Onaili Shaw, eneo hili mahali ambapo kanisa la Mungu linajengwa lilitolewa na familia ya Kanali Tumainieli Mlai na lilipokelewa rasmi katika ibada ya uzinduzi wa usharika mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 2024. Baada ya kupatikana kwa eneo hili, kulichochea hamu ya kuwa na mahali pa kuabudia kwa washarika wa eneo hili la Kawawa lenye jumuiya 5 ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kwenda mpaka senta ya usharika kwa ajili ya ibada, hali iliyosababisha wengi wao kuwa wavivu wa kushiriki ibada. Uongozi wa usharika kwa kushirikiana na washarika waliweka mpango wa kutengeneza kanisa la muda hili linaloonekana hapa, na ibada ya kwanza ilifanyika tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2022, na ibada hiyo iliongozwa na mchungaji Petro Yohana Mgonja. Katika ibada ya kusherehekea jubilei ya miaka 50 ya ndoa ya Bwana Godlivin Rumishaeli Moshi na Bibi Angela Filipo Mariki, baada ya kutoa shukurani ya jubilei, wanajubilei, marafiki zao pamoja na wageni waliofika walifanya harambee ndogo ya kushtukiza kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo hili la kanisa mtaa huu wa Sayuni. Mtaa huu wa Sayuni. Familia hii pamoja na ndugu jamaa na marafiki waliweza kukusanya fedha taslimu na ahadi kiasi cha milioni 31, na hadi sasa kiasi halisi kilichokwisha kupatikana ni milioni 27,840,000. Tunawiwa kusema Ebenezeri, hata sasa Mungu ametusaidia. Kazi ya kuandaa ramani na gharama za makisio ya ujenzi BOQ ilifanyika chini ya uongozi wa mchungaji Lodi Marco Macha Oktoba 2025. Kazi ya ujenzi ilianza rasmi tarehe 6 mwezi wa 3 2026 kwa ibada fupi iliyoongozwa na mkuu wa jimbo mchungaji Calvin Kola. Jengo hili hadi kukamilika kwake litagharimu kiasi cha fedha za Kitanzania shilingi milioni 515,296,889 kama lilivyo kwenye BOQ. Tunamwomba Mungu atuwezeshe, ikimpendeza, tumalize jengo hili ndani ya muda mfupi iwezekanavyo. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuanza kazi hii ya ujenzi wa kanisa. Ni wito wetu kwa washarika wote kuendelea kushirikiana katika kazi hii. Uongozi wa usharika tunahimiza wadau mbalimbali wa maendeleo katika usharika wetu kuweka mipango madhubuti
itakayopelekea kazi hii kukamilika kwa wakati. Mwisho, tunakushukuru sana Mheshimiwa Baba Askofu, na sasa tunakuomba kwa heshima utuwekee jiwe la msingi la jengo hili la ibada katika mtaa wetu wa Sayuni. Yohana 9:4 imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi kwa heshima. Na ikabidhi mimi Mchungaji Danstan William Mena, kiongozi wa usharika. Asante. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.